kwamba kabudi kuwaita Young Africans, bodi ya ligi, klabu ya Simba kwa pamoja kwenye kikao kwa ajili ya kuwasikiliza. Bwana, hii ni Spoga TV na mimi ni Isa Dede, mmoja wa mataifa chumvi ya mawe. Pisha mbele huko. Washakuwa kubaya. Niko na Godi Yanga, niko na Fumau mshairi. Watu hatari kabisa hapa. Washakuwa kubaya. Anamaanisha pisha kweli. Wewe sio kachukulia poa. Sio demo atuchezi tunamaanisha. Ona famasi yao. Atuchezi. Sio atuchezi. Maisha pachakwa kubaya. Lakini viongozi wenu wameitwa hapo kwa maana engineers. Kuitika wito sio ujinga. Kuitika wanasema kubali wito, kataa neno. Kubali wito, kataa neno. Kuitika wito unapoitwa na kiongozi kama yule waziri wa michezo kwenye nchi na nyinyi usio wa michezo unamuitikia, unasikiliza hoja kamkumbe tupa chini kama mashabiki ya mchezo. Hatuchezi. 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 Namaanisha kanimu mmetunga bwana. Na t-shirt ya mchezo. Nyimbo tunayo na tunatamba nayo. Unasemaje? Kamba hantu ilegezi, msimamo ni ule. Hiyo mechi hatuchezi yani kivyo vyote vile. Hayo ndo yetu maamuzi, wananchi daima mbele. Na mkitaka tucheze labda tucheze PS. Na mkitaka tucheze labda tucheze PS. Bwana, tumeona rais wa Young Africans pale ametoka engineers mwanaume mwamba mezuia gari chuma kamshusha hapo jumbeliana kusikia kauli kama maneno wale maneno yale ambayo amezungumza. Chuma kimezungumza kauli ya kwanza, wananchi tukaitika na tuko hapa, akasema si mmetuchagua, mnatuamini, basi inshallah tutasimamia yale ambayo wana Yanga wanayataka. Tunachokitaka sisi ni haki itendeke. Wale ambao hatuna imani nao, hatuna imani nao kweli, na lolote watakaloendelea nalo kwenye ile bodi ya ligi hatuwezi kuwa nalo sisi. Tunasema hawa wametutendea sisi yake hata siku kama hatuna imani nao, maana yake watupishe. Ushakuwa kubaya, wana Yanga washachafukwa. Shekhe, pia tuongei sisi wana Yanga mkasema Godi Yanga kwa sababu labda anakaa karibu na viongozi sio ni wameongea watu wa Bukoba, wameongea watu wa Kagera, wameongea watu wa Morogoro, Zanzibar, na sasa hivi watu wa South Africa huko, matawi yote ya Yanga unajua wewe duniani. Watu wamezungumza dunia nzima kwamba hii mechi namba 184 hatuwezi kuirudia kama bodi ya ligi. Mulika shati. Lengo letu sisi, huu mpira sisi tunaupenda. Nani wa kuutengeneza huu mpira kama sio Yanga Afrika? Aliyosababisha ukue huu mpira ni Yanga, na ndio klabu kongwe zaidi nchini Tanzania. Mwaka 1935 mtoto mdogo bado hajazaliwa. Hakuna klabu yoyote iko nchini zaidi ya Yanga. Tukapambania uhuru wa nchi, amani ikapatikana, tukamtoa mzungu, tukabaki wenyewe wa Tanzania, tukalinda amani ya nchi. Light kama baba. Lakini Fumau, nyinyi mnaonekana mashabiki kuendelea kushirikishwa kwa maana ya labda mchezo, lakini uongozi umeitwa na wamesema wao waziri aliyewaita kwa ajili ya unasemaje nini au kuwepo sawa. Unasemaje Isa? Wewe unasemaje? Rais wa klabu ya Young Africans amesema waziri aliwaita kwa ajili ya kuweza kufunza kwa siri naye aweze kufunza kuhusiana na sakata ambayo linaendelea. Kwa hiyo bado wamesikilizwa na Simba nao wanaenda kusikilizwa, maamuzi hayajatoka. Nyinyi mbona kama Simba wanadai Makolo wanadai wewe kwanza unaniuliza mimi. Wanadai umesema hivi. Mimi nimesema kauli. Mwalimu ubaya sogea hivi. Sikiliza. Isa Dede sikiliza. Isa sikiliza. Simba wanadai nini? Ngoja kwanza. Somo wako kali mwanangu. Kaje huyu? Mimi si ripota. Mimi nakwambia kitu ambacho anasema rais wa klabu ya baada ya kutoka kwenye chumba pale. Mimi na wewe nani ngoja. Isa sikia kwanza. Ngoja. Sikiliza. Isa hapo ni hivi. Ngoja. Sikiliza basi. Mwenye rais engineer Said ameenda pale kwa tamko la klabu ya Yanga pale. Kamati ya tendaji na wanachama klabu mahitaji anaenda pale anayajua. Sio? Tunakuuliza wewe. Umesema Simba wameenda kutaka nini?
sababu wameitwa, maana kwa mujibu wa kikao cha leo. Waziri mwenye dhamana ya michezo Magamba Kabudi. Simba wanadai nini? Acha hii. Sasa sija mfanya press kule si nini? Simba wao wanaidai nini katika hawana shida, mechi wao wanataka kucheza. Kwa nini siku zote kuna baada ya kuleta wachezaji kwa mazoezi ya tambuzi? Kama kwa kucheza wewe kwa tambuzi. Huko kuna sema msemaji wa Simba. Taasisi ya Simba imesema akasema basi lile Rabi ndio tulitia mbuzi na wazee wafupi. Walikuwa wanacheza mechi ile siku ya mwisho wakataka kufanya mazoezi ya timu. Mbuzi ndio timu. Kwa wale mbuzi siku hizi. Kwa kumbe huwa Makolo ni mbuzi me. Kwa yule Kibu me. Akasema mechi ya siku ya mwisho ya mazoezi wamenyimwa Simba kufanya mazoezi siku ya mwisho kabla mchezo. Kumbe wakuleta wachezaji, wakaleta mbuzi na wazee. Uwanja unakarabatiwa kila siku, msimu anauhangaikia. Unaleta mbuzi wa kila majani ya kwa Mkapa. Yale majani asilia yale. Sadede, unaleta mibeberu na vizee 7 vinakuja kufanya kwa Mkapa. Hiyo kauli sijasema mimi, amethibitisha msemaji Ahmed Ally. Una haki ya kuzuia na mabouncer. Wewe umesema nani wazee, si ndio? Wazee tumewaona. Haya pesa ya mbuzi ni nini? Pesa ya mbuzi. Hiyo kubwa. Wazee tumewaona mbuzi. Msemaji tumemuona, wazee tumewaona. Mbuzi lini? Nauliza maswali mengi ambayo mbuzi lini mada kwa hoji? Hoji lini? Press yao. Press ya mbuzi. lazima tuwajue hao mbuzi na wakubwa. Sikiliza sana njia ni hapo vile vizee hapa vioni hata aibu. Baada wakae makao makuu wazungumze. Alafu vile vizee vilivyosema vizee vilivyozungumza jana viwili vilikuwemo. Vizee vile kile kizee kimoja kina mpi nyeupe mpaka kwenye tundu za pua. Unaenda kukaa baa mwezi mtukufu. Hawana klabu wale wazee. Tunawasubiri mabeberu. Waje wazungumzie. Nasikia ile mwenye tibia kwa na muda wote ni babu yako. Mwenye tibia. Isaya njia ni moja tu brother. Tayari Tanzania na dunia ishajua kwamba TFF na bodi ya ligi kila mtu anajua liko wazi. Wachambuzi walijaribu kupewa vidude kidogo baada ya Sadede. Walipotosha wewe wakaona iko mangungu bwana tutumie. Mbona siku hizi simsikia hata kwenye redio yao. Yupo. Sasa hivi ndo anataka kuzana eti leo ndo mtaona tarehe ya mechi. Akathibitisha zikaposti. Isaya. Hiyo ndio kwa ndani. Kwa nini wale watie kwa kuna bodi ya ligi ajenda? Nafikiri waziri alikuwa anaita mmoja manake walianza Young Africans baadaye Simba ndo maana alifika mchana. Kwa hiyo manake inawezekana wanatoa fursa ya kuweza kuwasikiliza mmoja mmoja kwa maana viongozi wa Simba ngoja mgogoro kwa maana uko pande nyingi kwa bodi ya ligi na Yanga. Wao wanapewa fursa Yanga, wanasikiliza bodi ya ligi, kila mtu ili waziri aweze kupata kwanza. Isaya amezungumza kitu kizuri. Yes. Tunakubaliana kuwa wote hawajapanda juu mpaka mwisho. Kwa nini waziri ameita Yanga? Waziri ndio kubwa Yanga. Yaani anaitwa Yanga wa kwanza sababu ni ukubwa wake. Wangejua bodi ya ligi ya TFF ndio anataka kucheza. Sikiza mkubwa, yani sio hivyo. Kwa sababu TFF inaanzishwa Yanga yupo kabla TFF. Mpira unachezwa nchi hii kipindi cha koloni Yanga anacheza. TFF haipo. Kutambua ukubwa wa Yanga waziri akasema kwanza ukubwa kwanza mje pale. Ndio maana nikakwambia duniani kokote mkubwa anakula mdogo. Samaki. Kwa principle hiyo. Yaani papa anakula vidogo vidogo hivi. Yaani hauwezi ukadiskasi mpira wa Afrika na Tanzania bila kumtaja Yanga. Ndio mwenye vikombe vingi, kawafunga wengi mara nyingi, ndio kakomboa mpira wa nchi na uhuru wa nchi. Ndio maana waziri pale nani kucheza? Tulia.